Tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ni sehemu ya 6 ya simulizi inaitwa Kimya Kizito iliyoandikwa na Hansi Marcelin. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri sehemu iliyopita, sehemu ya 5 tulipokuwa tumeshia, ilikuwa ni pale ambapo Leila alikuwa pale shuleni na alikuwa na staajabu ni vipi baba yake mzee Daniel aanze kutangaza juu ya ndoa yake na huyo mtu wa ajabu Hirodo Mwana. Karibu sana katika sehemu hii, ni sehemu ya 6. Siku hiyo muda ulikuwa unaonekana kwenda haraka kuliko kawaida kabisa, na Leila alikuja kugundua hilo mara baada ya kutazama sana kugundua kwamba ilikuwa imeshafika saa 9 za mchana. Wanafunzi walimaliza masomo yao ya siku hiyo kwa maombi na kisha kubeba mabegi yao na kuondoka zao kurejea nyumbani, na huku alikuwa anampungia mkono mwalimu wao Leila wakati wakitoka darasani. Mara tu baada ya wanafunzi wa mwisho kutoka darasani humo, Leila na sasa aliweka vitabu vyake katika mkoba wake tayari kwa ajili ya safari ya kuondoka. Wakati akiwa anakaribia kumaliza kupaki vitabu hivyo, alisikia mlango alikuwa anagongwa. Alipotazama mlangoni, alikutana na Madam Linda alikuwa anazama ndani humo, kidogo akireke kweli kwa ujio wa huyu mwalimu. Kuna mwanamume mwenye mwonekano mzuri hivi yuko nje anakuulizia, alizungumza vile Madam Linda. Sawa, nakuja. Na unajua kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo havinihusu, lakini huyo ndiye mwanaume ambaye anahitaji kukoa? Hapana madam, huyo ni Hansi tu, ni rafiki yangu wa kawaida. Si rafiki yako ni mzuri sana, mwambie basi mimi niko single jamani, alizungumza vile Madam Linda na huko alikuwa anatabasamu mwenyewe. Sawa madam, basi nitafanya hivyo. Okay, ngoja basi nimpatie company wakati wa ukimalizia kupakia, alizungumza vile madam kabla ya kufunga mlango na kisha kuondoka. Leila alitikisa kichwa chake kumsikitikia tu mwalimu mkuu wake huyo, na kisha aliendelea tu na kupaki vitabu vyake. Mara baada ya kumaliza, alinyakua mkoba wake na kisha kuanza kuzipiga hatua kufuata mlango. Alipofika sehemu ya wageni, alimuona Madam Linda pamoja na Hansi walikuwa wanazungumza. Walikuwa wameketi karibu sana. Leila alisawazisha koo lake kabla ya kuanza kuzungumza. Hansi. Hey Leila, vipi? Alizungumza vile Hansi na huku alikuwa anajiinua na kusimama. Hansi alimsogelea karibu na kumkunguta mabusu mashavuni mwake. Tumekumisi sana, alinong'ona vile Hansi. Leila aliona aibu. Madam Linda akasimama. Nimefurahi sana kukutana na wewe Hansi, alizungumza vile Madam Linda. Hata mimi pia madam. Madam Linda alizipiga hatua kurejea ofisini mwake. Ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea hapa? Linda alimuuliza vile Hansi. Nilikuwa napaswa kukuuliza wewe, maana ulimtuma aje kunipatia company. Please, alizungumza vile Leila na alikuwa anazungusha macho yake. Hansi alichukua mkoba wa Leila kwa Leila na kisha akaukamata mkononi mwake na kuanza kuzipiga hatua kulielekea gari lake. Aliendesha gari takriban lisali moja bila kusimama. Leila alikuwa anashangaa kweli ni wapi ambapo alikuwa anapelekwa, lakini alibaki kimya tu pasipo kuuliza. Hatimaye sasa waliwasili katika moja kati ya mgahawa ulio nje kidogo ya mji. Hansi alishuka kwenye gari mara baada ya kufungua mlango wa upande wake na kisha kauelekea mlango wa upande wa Leila na kisha kufungua pia. Alimpatia mkono Leila, kaukamata mkono huo na kisha kushuka. Hansi alifunga mlango na kisha kuloki kabisa. Akiwa ameukamatia mkono wa Leila, akazianza hatua kuelekea kwenye mlango wa kuingilia kwenye mgahawa ule. Kwa nini Hansi hukuniambia mapema kama utanileta kwenye sehemu nzuri kama hii na vae nguo nzuri pia? Leila alizungumza vile na huko alikuwa anaonekana amekunja uso wake hivi. Hata hivyo umependeza sana Leila. Muonekano wako ulivyo, hakuna nguo yoyote ambayo inaweza kukukataa katika mwili wako. Nataka nikupeleke sehemu fulani hivi ya tofauti sana ambayo nadhani hujawahi kabisa kufika. Walifika mapokezini. Hansi alionyesha kitambulisho cha jina lake ambapo akaonyeshwa meza ambayo alikuwa ameagiza. Ilikuwa ndani ya chumba kilichokuwa na utulivu mno na chenye udogo. Walifikishwa ndani ya chumba hicho na kisha kuachwa wenyewe.
Leila aliketi kwenye kiti kimojawapo kilichopo kwenye meza kubwa chumbani humo. Nimependa sana hii sehemu kusema kweli Hansi, alizungumza vile Leila kwa sauti ndogo ambayo hii kutokana na utulivu wa chumba hicho ilisikika vizuri kabisa bila kuwa na tatizo. Nina uhakika kwamba utapenda pia chakula chao zaidi. Alikivuta kiti na kisha kuketi pia. Walitazama menyu iliyopo juu ya meza kabla ya mhudumu hajaja na kuoda chakula ambacho alikuwa anakihitaji. Mara baada ya mhudumu huyo kuondoka, ukimya ulikatiza kati yao. Hatimaye sasa wakajikuta walikuwa wanazungumza wote kwa pamoja. Leila akajikuta alikuwa anashika kidogo kabla ya kuzungumza. Sorry, wewe ndio mtu wa kwanza unajua, alizungumza vile Leila. Hansi alitoa tabasamu pana usoni mwake kumpatia Leila. Umesahau kwamba always ladies first? Leila alianza kuzungumza. Mimi na ndugu yangu tulikwenda kukutana na mganga siku chache zilizopita. Mganga? Ndiyo Hansi. Kwa sababu mara zote nimekuwa nikiota ndoto za kutisha na nimekuwa nikiliona mwanaume jeusi lenye mavazi ya ajabu ajabu mara baada ya kuamka na hata kwenye ndoto pia. Mwanaume mweusi mwenye mavazi ya ajabu? Hansi alihoji vile na huko alikuwa ameyafumbua macho yote kwa mshangao. Ndiyo, ni hivyo. Kwa muda gani limekuwa likikutokea hivyo Leila? Ni kwa muda mrefu sana Hansi. Huyo kiumbe amekuwa akinitokea kwenye ndoto. Nakumbuka mwanzo nilikuwa nadhani labda ni kumbukumbu za ndotoni ambazo zilikuwa zinanijia kiuhalisia. Lakini sasa nimeanza kujua kwamba sio fikra tena, ni uhalisia kabisa. Na huyo mganga wako sasa anasemaje? Vyakula ambavyo walikuwa wameviagiza vililetwa kabla Leila hajajibu swali la Hansi. Mganga amezungumza mambo mengi sana kusema kweli Hansi. Mambo mengi ya kustaajabisha. Kwanza akanisujudia pale pale na kuniambia kwamba eti mimi ni malkia. Alafu akaendelea kwa kusema kwamba mume wangu ni kiumbe chenye nguvu na ni mfalme pia. Kwa kweli hiyo ni ajabu sana Leila. Hii kawaje sasa? Hansi katika upande wake hakuwa anataka kabisa kumweleza kwamba naye alikuwa amekiona kiumbe kama hicho ambacho alikuwa anahadithiwa. Katu hakuwa anataka kabisa kumtisha Leila. Nahitaji kupata majibu ya maswali yangu kutoka kwa mtu wa Mungu. Na kama huko pia nitakosa, kwa kweli sijui ni wapi ambako nitaelekea. Hii ni kubwa kuliko wewe. Niko radhi kabisa kukusaidia kutafuta ufumbuzi. Ni lini utaenda kukutana naye huyo mtu wa Mungu? Nafikiri itakuwa ni Ijumaa hii. Nitakwenda na wewe Leila. Kwa nini lakini unanisaidia Hansi? Unahitaji kitu gani mara baada ya kufanya haya yote? Hakuna siri yoyote Leila kwamba mimi nakupenda sana. Ndio najua kwamba umepangiwa mume tayari wa kuolewa naye. Lakini kusema kweli nafsi yangu hili swala sijakubaliana nalo kabisa. Nahitaji kukuona ukiwa na furaha Leila. I want you to be free Leila, please. Leila alitabasamu mara baada ya Hansi kuzungumza vile. Alisema asante na huku alikuwa anamtazama Hansi na kuhisia kama kuna kitu kizito kikiwekwa katika mabega yake kizikamjia. Akajiweka vizuri na kuendelea tu na kula na huku ukimya ulikuwa umetawala. Ukimya huo uliendelea tu hadi pale ambapo alimaliza kula na Hansi aliamua kumrudisha Leila nyumbani kwao. Leila alifungua mlango wa nyumbani kwao na kuzama ndani mara baada ya Hansi kumrudisha nyumbani kwao. Aliwasalimia wazazi wake ambao walikuwa wameokota sebuleni, lakini wala wote hawakuitikia kabisa. Aliamua kuondoka zake kuelekea chumbani kwake bila hata kuirudia salamu hiyo mara ya pili. Lakini nyuma yake baba yake mzee Danieli akamuita kwa jina lake. Abe, ulikuwa umekwenda wapi jioni hii? Aliuliza pale babake na huko alikuwa anautazamisha uso wake kwenye saa iliyopo ukutani sebuleni hapo. Nilikuwa nimetoka out kidogo na rafiki yangu baba mara baada ya kumaliza kazi. Samahani, sikuwa nimezingatia muda. Hansi ni nani? Na ni kwa nini kakuchukua ukitokea kazini leo? Leila moyo wake ukafanya mara baada ya swali hilo kutoka kwa baba yake mzee Danieli. Alijua tayari Hansi atakuwa kwenye shida. Lakini swali la baba yake amejuaje kuhusu Hansi lilikuwa likizunguka kichwani mwake pia.
Ni kwamba alikuwa anawafuatilia ama namna gani? Alikuwa anajiuliza maswali, lakini bado majibu hayakupatikana. Nilipokuwa na kuonya kwamba hakuna kuwa na mpenzi, ulikuwa unaniona kwamba mimi ni kishasi ndio manake? Lakini baba Hansi ni kama rafiki yangu wa kawaida tu, hakuna kitu chochote ambacho kinaendelea kati yetu sisi. Mara ngapi nimekuambia uanze kuishi kama mwanamke ambaye umeolewa wewe? Unahitaji kuleta maafa katika familia yangu, si ndio manake? Hili ndio ambalo unataka litoke hapa? Lakini mbali na kwamba baba, mimi nalazimishwa kuolewa na mwanamume ambaye sijamjua, lakini pia unataka useme kwamba siruhusiwi kabisa kuwa na social life, yani marafiki wa kawaida tu? Aliuliza vile Leila kwa hasira kweli kweli. Hapo sasa alihisi kofi zito lilikuwa linatoa katika shavu lake mara baada ya baba yake kumfikia. Usinivuruge kabisa na kuambia we binti, sawa? Baba yake alifoka vile kwa sauti ambayo ilikuwa na ukali. Nimechoshwa kabisa na aina hii ya unyanyasaji baba. Nimechoka mimi, siku zote nachukuliwa kama takataka hapa ndani. Kama hamnitaki katika nyumba hii basi mniambie, mimi nitaondoka tu. Leila naye alionekana alikuwa anamfokea baba yake. Leila sasa aliamua kusimama ajisimamie mwenyewe kwa sababu aliona hakuna tena wa kumsimamia. Alikuwa tayari kupigana na baba yake, kama ni noma basi iwe noma tu. Alimtazama tu babake Bwana Daniel kwa jaziba, na huku kifua chake Leila kilikuwa kinapanda juu na kushuka chini kwa kasi. Yote ilikuwa ni kutokana na hasira kubwa ambazo alikuwa amezibeba ndani ya kifua hicho. Leila, tafadhali naomba usizungumze na babako hivyo. Tambua kwamba huyu ni babako aliyekuzaa mwanangu. Mama yake alimsihi vile binti yake. Wewe mama pamoja na mume wako wote ni ndege wenye manyoya yanayofanana tu. Watu msiokuwa hata na aibu nyinyi. Unathubutu vipi kutuambia sisi wazazi wako kama hivyo wewe? Baba yake mzee Daniel alihoji vile. Aliweza kuiona wazi kabisa hasira katika macho yake. Kila siku ambavyo inaondoka mnazidi kunipatia sababu ya kuambia watu nyinyi si wazazi wangu kabisa nyinyi. Daniel alimtazama Leila kwa jaziba, na huko midomo yake ilikuwa inatetemeka kwa hasira. Akaunyanyua mkono wake tayari kwa ajili ya kushusha kwenye mashavu ya Leila kwa nguvu. Kilichotokea hapo, mzee huyu hakuamini kabisa. Leila aliudaka mkono wake na kumsukuma, alienda chini pale pale. Sintoweza kukuruhusu tena kuniaibisha, sintokuruhusu tena baba, nakwambia kabisa. Leila mwanangu. Mama yake alipiga kelele kuonyesha kwamba alikuwa amini kabisa kile ambacho alikuwa amefanya kwa baba yake. Dakika utakayonyanyua mkono wako mchafu kunigusa mimi, nakwambia kabisa baba, dakika hiyo hiyo ndio nitakayotumia kukuondosha uhai wako. Alifoka vile Leila, na huko alikuwa anamalizia kwa kuyaumanisha maneno yake kwa nguvu kuonyesha kwamba alikuwa na hasira kubwa. Kwa sasa umeshota pembe, sio manake? Baba yake alizungumza vile, na huko alikuwa anaonekana kwamba alikuwa anacheka. Ita vyovyote vile ambavyo anajisikia, lakini nakwambia kabisa usithubutu kunigusa mimi tena. Nimechoshwa na matusi yako kila kukicha. Baba yake mzee Daniel alinyanyuka kutoka pale chini ambapo alikuwa amesukumiwa na binti yake Leila, na huko alikuwa anazungumza. Nadhani binti, wewe hunijua vizuri mimi ni nani. Daniel, mwache mtoto aende bwana, mwache mume wangu. Mama yake alisihi vile. Tafadhali nenda chumbani kwako mwanangu. Mara baada ya kumaliza na kuzungumza na mumewe, akamgeukia binti yake Leila. Leila alishakunungunika tu kabla ya kuondoka zake kuelekea chumbani mwake. Kusema ukweli, mzee Daniel alikuwa amejawa na hasira kubwa kweli kweli. Yaani binti yake mwenyewe alikuwa ameamua kuwa tatizo, na kama akishindwa kutafuta suluhisho mapema, basi madhara makubwa yanaweza kutokea katika familia yake. Abi, unatakiwa kuzungumza na binti yako. Unatakiwa kuzungumza na binti yako Abi, mke wangu. Si umesikia aliyozungumza hapa? Unampa sana pressure binti yetu Daniel. Hawezi hata kumwacha pumwe kidogo jamani. Nafanya kile ambacho anakitarajia. Na wewe unatakiwa kufanya hivyo pia. Sitaki umdekeze kwa upande wake mara zote. Sijui unanielewa? Najua unajua vizuri kabisa ni hatari gani ipo kama yeye atakataa hii ndoa. Nimebeba mimba yake kwa miezi 9 mume wangu. Na amenyonya maziwa yangu na nimemtazama tangu anaanza hatua yake ya kwanza kabisa. Niambie sasa, nawezaje kutoka upande wake mimi? Unajua kwamba yeye sio wako tena? Nachukia sana kumwona binti yangu akiwa katika maumivu Daniel.
Hakuna kitu ambacho tunaweza kufanya kuhusu hilo. Nadhani unajua matokeo yake yanaweza kuwa vipi. Hawezi kutoroka na sisi hatuwezi kusema hapana. Danieli alicheka mara baada ya mke wake kuzungumza vile. Abi, lakini tulishazungumza yote. Chukua pumzi ndefu na uzitoe taratibu, kisha nenda kaoge upumzike basi. Hivi Danieli, umeshawahi kweli kujali kuhusu binti yetu Leila? Umeshawahi hata kumpenda hata mara moja? Nimeshakwambia kwamba huyo sio binti wetu sasa. Wa kwetu ni Jada pamoja na Alfred basi. Huyo sio wetu sisi. Abi alishatu kutikisa kichwa chake. Kuzungumza na wewe na kupoteza muda tu. Danieli alitikisa kichwa chake kabla ya kumwacha na kuelekea chumbani mke wake. Leila alikuwa ameshamaliza kuoga, lakini alikuwa bado hajatoka bafuni hadi aliposikia mtu alikuwa anagonga mlango wa chumba chake. Akajitoa bafuni humo na kwenda kufungua mlango, na huyo mtu aliyokuwa anagonga alikuwa ni mama yake. Nikusaidia nini? Alimuuliza vile mama yake Leila. Naweza kupita ndani mwanangu? Nahitaji kupumzika mama, please. Leila mwanangu, unahitaji nini mama? Aliuliza vile Leila kwa sauti ambayo ilikuwa na kukera. Nilikuwa nahitaji tuzungumzie mwanangu. Okay, sawa. Alipisha pembeni Leila na kisha kumwacha mama yake alikuwa anaingia ndani ya chumba. Alifunga mlango kwa nguvu nyuma ya mama yake na kisha akaanza kuzipiga hatua kuelekea kabati lake. Unaendeleaje? Mama yake aliuliza vile na Leila kaisha kucheka tu. Tangu lini mama wewe umeanza kujali vile ambavyo naendelea? Lakini wewe ni mtoto wangu kabisa Leila, lazima nijali kuhusu wewe. Leila alisonya tu. Na mimi naona. Alizungumza pale tu Leila na huko alikuwa anatoa nje jozi ya mapajama kutokea kabatini. Lakini Leila, mimi ni mama yako mzazi. Nakupenda sawa tu na vile ambavyo nampenda Jada pamoja na kaka yenu Alfred. Na pia kabisa mwanangu, kama ningekuwa naweza kukusaidia katika yote ni ila imekuwaje tena mama? Leila akamkatisha vile mama yake. Mambo ni magumu sana kwa sasa mwanangu, na wewe huwezi kabisa kuelewa. Wewe kweli ni mamangu mzazi ama? Aliuliza vile Leila. Leila, inakuwaje mume wako ananiumiza na wewe unaniangalia tu bila hata kufanya lolote mama? Hauwezi kabisa kuwa sehemu yangu salama wewe? Leila, mbona huelewi mwanangu? Hilo ndilo ambalo umekuja chumbani kwangu kutaka kunieleza mama, sio? Hapana, nimekuja tu kukuambia kwamba uwe jasiri mwanangu. Na ujaribu kukubaliana tu na kila kitu ambacho kinakuja kwako. Tafadhali naomba usipigane kwa ajili ya hili na usiende popote pale kwa ajili ya kutafuta majibu. Amekutuma uniambie. Amekutuma mume wako kuja kuniambia hayo yote mama, si ndio manake? Amekutuma mmeo kuja kunieleza hayo yote? Hapana mwanangu. Mama yake alitikisa kichwa tu na kisha kuendelea. Hajanituma nije nikuelezea yote mwanangu. Kuna muda huwa nawaza sana niko na mama ndio. Lakini kiuhalisia ni kwamba sina kabisa mama. Tafadhali sana naomba nipishe mama, nahitaji kuvaa. Leila, please mama. Naomba niache kabla sijazungumza neno ambalo litanifanya nijutie baadaye. Abi ambaye ni mama yake na Leila aligeuza tare kwa ajili ya kuondoka chumbani kwa mwanae. Lakini alipofikia mlango alisimama na kisha kumtazama binti yake kwa mara nyingine. Kulikuwa na mshanganyiko wa hasira pamoja na maumivu kwenye macho ya Leila. Mama yake Abi alielekea tu nje na kisha kimya aliufunga mlango wa chumba cha binti yake. Alishuka nje ya gari lake na kuanza kuzipiga hatua kuelekea mlango wa mbele wa nyumba yake. Alivyokuwa akisogelea nyumba yake ndivyo ambavyo alivyokuwa akigundua kwamba taa zilikuwa ziwaki. Hakukuwa na mwanga kabisa. Hilo lilikuwa ni jambo la kushangaza kweli kwa sababu alikuwa na hakika kabisa kwamba alikuwa ameacha baadhi ya taa za nje zilikuwa zinawaka. Na huo ndio ulikuwa na utaratibu wa nyumbani kwake hapo kila siku. Yaani kila ambapo anapoamua kutoka basi lazima awashe taa za nje kama zinakuwa zimezimwa. Na hakuwa na uhakika kabisa kama alishawahi kuzizima taa hizo za nje tangu mara ya kwanza kuziwasha. Alihisi labda pengine huenda ilikuwa ni TANESCO ndio walikuwa wamekata umeme. Lakini vipi kuhusu nyumba za jirani kwamba taa zao zilikuwa zinawaka?
Akahitimisha kuanza kwamba inawezekana ilikuwa ni hitilafu ndani ya nyumba yake ndio ilikuwa imejitokeza. Alifungua mlango mara baada ya kufikia, akaanza kuzipiga hatua kuzama ndani humo. Akaifikia switch ya taa za sebuleni. Alipoibofya switch hiyo kwa ajili ya kuruhusu mwanga kupenya humo ndani, kaupepo fulani hivi kalikokuwa na ubaridi ghafla kakampita. Hapa alihisi kulikuwa na nguvu fulani ya giza ipo ndani humo. Alipigwa na butwaa kusema kweli. Alipoitazama meza ya chakula iliyokuwa humo ndani, akaiona ilikuwa imepinduliwa miguu juu na huku vitabu vyake vilikuwa vimesambaratika sakafuni. Kabla hajafikiria juu ya kile ambacho kilikuwa kimetokea, kaupepo kingine kalimpita kwa mbali. Akasikia mtu alikuwa anapumua. Moyo wake ulianza kudunda kwa kasi mkambala na kifua chake wakati akiruhusu macho yake yatazame mwizi ndani humo, lakini hakumwona mtu yoyote ule. Hansi alijaribu kujishawishi kuamini kwamba hakuwa na sauti ya pumzi ambayo alikuwa ameisikia, na pia hakuwa na mwizi ndani humo. Vyote vilikuwa katika akili yake tu. Alizipiga hatua za haraka kuingia ndani kabisa ya nyumba yake hiyo. Hatua chache zilikoma kwenye friji dogo la kupozia vinywaji. Alifungua na kisha kutoka na chupa ya bia. Alifungua kizibo kwa kutumia meno yake, akamimina bia ile kiasi kwenye glasi na kwenda kuketi kwenye kochi. Mara baada ya dakika chache kupita, sasa taa ya juu yake ilianza kucheza. Yaani ilikuwa na waka na kuzima hivi, inazima na kuwaka taa ile. Alinyanyua uso wake kutazama juu na kujikuta alikuwa na shangaa kweli, ni kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea katika taa hiyo. Hansi akajiinua na kisha kuielekea switch ya taa hiyo, lakini alivyokuwa anafanya hivyo, ghafla taa zote zikazima na kufanya ndani humo kuwa giza nene. Oh shit! Alizungumza pale bwana Hansi kwa hasira kweli, lakini ghafla akahisi uwepo wa mtu mwingine ndani humo. Japo kulikuwa na giza nene, lakini macho yake yalitambua kabisa kwamba kulikuwa na mtu mwingine ndani ya nyumba hiyo. Akaanza kusogea kule ambapo alikuwa anamuona mtu ule, lakini ghafla mtu huyo akapotea. Ni kitu gani ambacho kinanitokea? Alikuwa anajiuliza pale maswali bwana Hansi, na mara ghafla akasikia sauti ilikuwa inatokea upande wa jikoni. Ilikuwa ni sauti kama ya sufuria pamoja na sahani vikiwa vinadondoka kutokea kabatini, na kisha akaisikia tena sauti nyingine ya sufuria ilikuwa inadondoka sakafuni. Akashika simu yake na kisha kuanza kuichezea kuitafuta tochi, na huku jasho lilikuwa linamiminika balaa kwenye mwili wake. Halikuwa ni jasho lililokuwa linatokana na joto, bali lilikuwa ni jasho ambalo lilikuwa linatokana na wasiwasi ambao alikuwa nao. Alifanikiwa kuiwasha tochi kwenye simu yake na kuanza kuzipiga hatua kuelekea upande ule wa jikoni kutafuta hicho ambacho kilikuwa kinaendelea. Cha ajabu ni kwamba alipofika huko jikoni, hakuwa na chochote ambacho kilikuwa kimelala chini, na wala hakukuwa kabisa na kitu ambacho kilikuwa kimevunjika. Sufuria pamoja na sahani vyote vilikuwa ndani ya kabati vizuri kabisa. Nywele za sehemu ya chini ya shingo yake zilianza kusimama Hansi na kujikuta alikuwa anaanza kutetemeka. Wakati ule taa zilikuwa zinarejea tena kuwaka. Aliachia pumzi kwa nguvu na kisha akaishikilia glasi ya bia ambayo bado ilikuwa mkononi mwake. Alikuwa anatetemeka. Akaipeleka glasi hiyo kinywani mwake, na huku alikuwa anachukua muda mrefu ikiwa imeganda kinywani mwake pale. Alikuwa anayasukuma mafunda ya bia hiyo taratibu mdomoni mwake. Sintoweza kabisa kuruhusu akili ya mchezo iendelee kunitawala hapa, alijisemea vile bwana Hansi mara baada ya kuishusha ile glasi ya bia ikiwa tupu kabisa. Akaizima tochi ya simu yake ambayo ilikuwa inaendelea tu kuwaka. Alibaki mkono mmoja alikuwa ameshikilia glasi ile tupu na mkono mwingine simu yake. Dakika moja baadaye Hansi aliliona lile dubwasha jeusi lilikuwa limesimama katika moja kati ya pembe za chumba hicho. Dubwasha hilo lilikuwa limesimama mbali na alipokuwa yeye, mwishoni mwa chumba hicho kabisa. Alianza kupiga kelele za hofu akiwa anadondosha glasi ile ambayo alikuwa bado ameshikilia mkononi mwake mpaka sakafuni. Aliyafinya macho yake mara mbili na kisha aliyatazamisha tena kule ambapo alikuwa analiona hilo dubwasha. Dubwasha hilo bado lilikuwa linaendelea tu kuwepo, na sasa alikuwa anatazama nalo uso kwa uso. Macho ya dubwasha hilo yaliyokuwa na rangi nyekundu yalimtaarifu kabisa Hansi kwamba hakuwa katika hali ya kawaida, bali hasira ndizo ambazo zilikuwa ndani ya hilo dubwasha. Hansi uso wake ulikosa nuru kabisa. Alihisi moyo wake ulikuwa umezamishwa mahali. Sauti yake ilikuwa ni ndogo na yenye kuogopa kweli. Wewe ni nani? Na unahitaji kitu gani kutokea kwangu?
Cheko ambalo alikuwa akilifahamu vizuri kabisa likatawala katika chumba hicho mara baada ya Hansi kuzungumza vile. Please stop. Alipiga kelele vile Hansi. Kila kitu kilikuwa ni ghafla kweli kweli. Na mara baada ya muda mfupi sasa ukimya ulitawala ndani humo. Lakini mara akaiona alama fulani ilikuwa inajichora kutokea kwenye meza jikoni hapo na kubakia hewani ilikuwa inajielea. Hansi alibaki tu ameaganisha macho yake kwenye alama hiyo kwa mtazamo wa kushangaa kwenye uso wake tu. Lakini ghafla akahisi kutandikwa kwa nguvu kwenye kichwa chake. Alihisi maumivu mazito na kama vile kichwa chake kilikuwa kinakwenda kupasuka kabisa vipande viwili. Wakati moyo wake ulipohisi unaenda kulipuka. Wakati akiwa anaendelea tu kuugulia maumivu hayo. Kule kwenye alama aliona ilikuwa inajichora herufi kutokea ukutani kwa wino mweusi. Hansi hofu ilikuwa ni kubwa katika moyo wake kwa sababu alikuwa hajawahi kabisa kukutana na kitu chenye kutisha kama hicho maishani mwake. Ghafla alihisi mvuke wa mkojo ulikuwa unachirizika kwenye sehemu ya ndani ya paja lake moja na kuelekea chini. Alikuwa anatamani kweli hapo kungekuwa na mtu wa kuliondoa lile dubwasha mbele yake. Akayainua macho yake na kisha kusoma maneno ambayo yalikuwa yameandikwa ukutani. Leila ni wangu. Ni wangu peke yangu. Na mara ghafla hilo dubwasha likasikika alikuwa linazungumza. Nimekuonya mara kibao ukae mbali naye, lakini bado hutaki. Ni kwa nini? Hansi aliyapitisha mafunda kooni mwake kabla ya kuanza kuzungumza. Leila hakupenda kabisa wewe. Ni kwa nini unahangaika kuyaharibu maisha yake? Hansi alizungumza vile kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa hofu kweli kweli. Nilianza kummiliki Leila kabla hata hajazaliwa. Akaendelea kumilikiwa na mimi hata pale ambapo alikuwa katika tumbo la mama yake. Wewe ni nani uingilie mapenzi yetu? Mimi nampenda sana Leila na niko tayari kupigana kwa ajili yake yeye. Alizungumza vile Hansi, hata sijui huu ujasiri wa kuzungumza hivyo na kiumbe wa ajabu ambacho alikuwa anachiona mbele yake alikuwa ameupata wapi. Na wakati Hansi kwa upande mwingine alikuwa anajua fika kabisa kwamba kiumbe huyu wa ajabu alikuwa na uwezo hata kumua pale ambapo alikuwa anahitaji. Ninaweza kukua kwa sekunde moja tu Hansi. Lakini damu yako hainisisimui kabisa kufanya hivyo. Nakwambia kabisa kwamba hauwezi kuruhusu hata mkono wako uniguse mimi. Mimi similikiwi na wewe. Mimi namilikiwa na mkubwa mwenye nguvu kuliko chochote ambacho amekiumba ambaye ni Mungu. Mara baada ya Hansi kuzungumza maneno hayo muda ule ule ile alama pia ikaondoka sakafuni na lile dubwasha likatokea pale pale mbele ya Hansi. Likaunyanyua mkono wake na kisha kutaka kuupeleka katika shingo ya Hansi tayari kwa ajili ya kumnyonga. Lakini kabla hajafanya vile Hansi akaanza kupiga kelele. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, kila sifa njema wewe ndiye unastahili. Mola mlezi wa viumbe vyote katika dunia. Naomba unilinde kutokana na madhara ya kiumbe huyu ambaye ulimuumba mwenyewe, ambaye tofauti yangu na yake na udongo tu na moto. Ndani ya sekunde moja tu dubwasha hilo likao limepotea pale pale. Ukimya ulitawala ndani humo. Kelele pekee yake iliyokuwa inaruhusiwa kusikika ndani humo ilikuwa ni kelele ya pumzi zake mwenyewe Hansi, ambazo hizi zilikuwa zinasikika kutokana na Hansi kupumua juu kwa juu. Siku 3 baadaye. Siku hizo zilipita tangu Hansi atokewe na dubwasha hilo lilikuwa na kuogopesha nyumbani kwake. Lakini bado hakuweza kabisa kumweleza lolote lile Leila kuhusiana na huyo kiumbe. Sababu ya kufanya hivyo ilikuwa ni moja tu. Hakuwa anahitaji kabisa kumtia wasiwasi Leila. Ilikuwa ni asubuhi iliyokuwa na hali fulani iliyokuwa na ubaridi kidogo. Japo jua lilikuwa limeshachomoza asubuhi ile, lakini ubaridi ulikuwa unaendelea kutawala. Hansi alikuwa anamalizia kuvaa ndani ya chumba chake. Alikuwa anakwenda kuonana na Leila pamoja na Jada kwa ajili ya kuelekea kwenye ufalme wa moto. Yaani kwa mtu wa Mungu ambaye alikuwa amepanga kwenda kuomba msaada huko. Hansi alikuwa na imani kabisa kwamba nabii huyu ndiye kimbilio lake pekee kwa Leila, ambaye anaweza kumweka mbali kabisa kutokana na dubwasha hilo la kutisha ambalo siku zote lilikuwa linayasumbua maisha yake. Mara baada ya kufanya maombi mafupi, alichukua funguo zake za gari na kuanza kutembea kuelekea nje. Alifanikiwa kulifikia gari hilo na kisha kuzama ndani. Alimpigia Leila kwanza kabla ya kuanza safari kusudi kupata uhakika kama na wao pia walikuwa wameshaanza safari huko nyumbani. Walikuwa wameshaanza safari
kwa sababu hawakutakiwa kabisa kumkosa. Walikuwa wanatakiwa kumwahi kabla hajaanza huduma ya uponyaji. Walikuwa wanajua kabisa kwamba kama wangemkosa basi wasingempata tena. Safari nzima iliwachukua dakika kama 30 hivi. Hansi alipofika alishuka kwenye gari yake na ndipo sasa alimwona Leila katika mlango wa kuingilia. Akaroki milango na kisha kuanza kuzipiga hatua kuelekea kule ambako alikuwepo kina Leila pamoja na Jada walikokuwa wamesimama. "Ai baby," alizungumza pale Hansi, na huko alikuwa anambusu Leila mashavuni mara baada ya kumfikia. Leila akampatia tabasamu moto tu Hansi. Angalau sasa kumwona Hansi ilimletea ahueni ndani ya moyo wake. Leila akaanza kujisikia vizuri mara baada ya muda mwingi wa kuwa na msongo wa mawazo. "Hey darling," Hansi alisalimia vile, na huko alikuwa anaonyosha mkono wake kumelekezea Jada. "Hello," alijibu vile Jada, na huko mkono wake naye alikuwa anampatia Hansi, na huko alikuwa anabadilishana salamu. "Vipi, mko tayari?" aliwauliza vile mara baada ya kuachana mikono na Jada. "Ya, tuko tayari." Alichukua mkono wa Leila taratibu na kisha kuanza kutembea naye kuingia naye kwenye gari. Jada alikuwa anawafuata jamaa yao tu. Hawakumuona Nabii ndani, lakini walipoingia kwenye chumba cha maombi waliona watu walikuwa wamejipanga wakiwa wanamsubiria. Walipomuulizia mmoja kati ya watu wale, aliwaambia kwamba huyu Nabii atakuja muda sio mrefu. "Sawa, asante." Leila pamoja na Jada walijibu vile kwa pamoja. Waliendelea tu kusubiria dakika 30 baadaye kabla ya Nabii kuwasili mahali hapo. Nabii huyu alikuwa ni mrefu na mwembamba, komo la kichwa chake lilikuwa limechongoka mbele. Alikuwa na ndevu safi kabisa ambazo zilikuwa zimechongwa vizuri. Alikuwa amevaa suti iliyokuwa na rangi ya blue bahari safi kabisa, na huko ndani ya suti hiyo alikuwa amevalia shati jeupe. "Karibu sana baba," alizungumza vile mmoja kati ya waumini wa Nabii huyu akiwa anamkaribisha kwa tabasamu pana usoni mwake, na kisha alichukua briefcase yake na kuiweka juu ya meza. "Asante sana Maria, vipi habari yako?" Nabii huyu ambaye hakuwa anajua vizuri lugha ya Kiswahili alizungumza vile, na huko alikuwa anamtazama binti ambaye alikuwa amempokea kumjulia hali. Profeti Joakim ndio jina ambalo alikuwa anafahamika nalo. "Nimebarikiwa baba, niko salama." "Mwanao naye anaendeleaje Maria?" "Nashukuru Mungu kwa maombi yako baba, anaendelea vizuri kabisa kwa sababu sasa anaweza atakula," alizungumza vile huyu binti Maria, na huko tabasamu pana lilikuwa lina utawala uso wake. "Tulitukuze jina la Bwana siku zote," alijibu vile Nabii Joakim, na kisha aliyatoa macho yake kwa kina Leila. Macho hayo yalitoa ghafla tu na moja kwa moja aliganda kwa Leila, na kisha kainama na kuanza kumnong'oneza jambo Maria sikioni. Mara baada ya hapo sasa alianza kutembea kuelekea kule ambapo Leila pamoja na wenzake walikuwepo. "Anakuja upande wetu," Hansi aliwaambia vile wenzake, na kisha wote watatu walisimama haraka. Leila alikuwa ni mwingi wa wasiwasi. Miguu yake ilikuwa inatetemeka, lakini pia maumivu katika tumbo lake alikuwa anayasikia vyema kabisa. Hansi aliweza kuiona hali hiyo kwa Leila. Akaunyanyua mkono wake na kisha kuushika vyema kabisa, na huko alikuwa anamwambia awe jasiri, kila kitu kinakwenda kuisha siku ya leo. "Nabii," Jada aliita vile, na huko alikuwa na tabasamu pana usoni mwake, na huko alikuwa anaonyosha mkono wake kumpatia Nabii. "Lazima uende, utakuwa Jada alizungumza vile Nabii, na huko alikuwa anapokea mkono wa Jada. Jada pamoja na Nabii walikuwa wanazungumza kupitia simu. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa ni mara yao ya kwanza kabisa kuonana. Kwa hivyo moja kwa moja sasa Nabii alivyomwona Jada, hapo haikumpatia tabu kumtambua mtu ambaye alikuwa anawasiliana naye kupitia simu siku zote. "Huyu hapa ni dadangu anaitwa Leila, na yule rafiki wa dadangu anaitwa Hansi," alitambulisha vile Jada kwa Nabii Joakim. Nabii Joakim aligeuza uso wake na kumtazama Leila, na aliganda, na huko alikuwa anamtazama tu kwa muda. Leila alikuwa amekaa sehemu ambayo ilikuwa na giza kidogo, basi akajirudisha nyuma hatua mbili mara baada ya kuona Nabii alikuwa anamtazama kiasi kile. Nabii bado alikuwa anaendelea tu kumwangalia, ambapo safari hii aliongeza kumtazama kwa makini zaidi. Leila wasiwasi ukamvaa zaidi. Akajikuta alikuwa anakunja uso wake kwa mkanganyiko mara baada ya kuona Nabii huyu alikuwa anamtazama kwa kiasi kile. Hakuelewa kabisa ni kwa nini Nabii huyu alikuwa anamtazama kama vile. Ni kama vile alikuwa ameuona mzimu mbele yake.
wewe ni nani? Na umefuata kitu gani mahali hapa? Akamuuliza pale swali hilo Leila. Nabii, huyo ndio dadangu ambaye nimekueleza kwamba anaitwa Leila. Ni yule ambaye nilikuwa nakueleza siku zote kupitia simu, ni sizungumzi na wewe Jada. Nabii alizungumza vile. Mimi naitwa Leila. Na nipo hapa kutafuta majibu ya ndoto za ajabu ambazo wanakumbana nazo usiku kila siku. Pole sana, siwezi kuwa msaada kwako. Unahitajika uondoke. Leila alihisi moyo wake ulikuwa unasinya ghafla mara baada ya Nabii kuzungumza vile. Tafadhali sana Nabii, wewe ndio mtu wa pekee ambaye umebaki kwa tumaini letu. Please. Jada alikwenda chini na kupiga magoti kwenye miguu yake Nabii huyo, na alikuwa anamshika kwenye suruali yake. Tafadhali sana, tunaomba msaada wako baba. Nabii Joakim alibaki kimya tu kwa kipindi kifupi. Roho iliyokuwa kwa Leila ilikuwa ni ya utumwa, tena iliyojaa ukatili. Lakini kumwacha Leila aondoke bila kumsaidia itapelekea kudharau uponyaji wake, na habari hizo zikisambaa kwa watu kwamba hajaweza kumsaidia Leila, huenda akapata wafuasi wachache na hatimaye kukimbiwa kabisa, kwa na kwamba huyu alikuwa na uwezo mdogo wa kuponya. Na aliona kabisa kwamba labda kupambana kwake na viumbe kama hao kungemletea heshima kubwa kweli kweli kwake pamoja na kanisa lake pia. Tamaa ya heshima ya kuendelea kulijenga jina lake ikamwingia Nabii Joakim. Akaziachia pumzi kwa nguvu na kisha kasawazisha koo lake kwa kujikoza kidogo, na kisha alianza kuzungumza. Mungu ndio kimbilio letu siku zote. Hakuna shida, nitakusaidia, alizungumza pale Nabii. Asante sana baba, tunakushukuru sana. Jada alisimama na alikuwa anazungumza vile. Nyinyi wawili mtabaki hapa wakati nikimhudumia, aliwaeleza pale Jada pamoja na Hans. Sawa, alizungumza pale Jada. Akamuongoza Leila katika chumba kidogo ambacho kilikuwa kikionekana kama ofisi hivi. Huwa unasali vipi Leila? Leila alitabasamu kabla ya kujibu. Mimi wasisali kabisa Nabii, na wala sijua namna ya kusali. Alishika mikono ya Leila na kisha kuyafumba macho yake. Alianza kuzungumza kitu kwenye pumzi yake. Wewe ni binti wa kuzimu Leila, na dubwasha jeusi na kusababisha shida katika maisha yako kwa sababu yeye ndio anayekumiliki. Alianza kukufuatilia tangu alipokuwa tumboni kwa mama yako. Wazazi wako walikukabidhi kwake hata kabla wewe hujazaliwa. Nabii Joakim alizungumza pale maneno hayo. Samahani Nabii, sijakuelewa. Wazazi wako ndio wanaopaswa kukueleza ukweli wote. Lakini Nabii, huwezi kufanya lolote kwa ajili ya kunisaidia. Mimi nahitaji kuwa huru kabisa katika maisha yangu kutoka kwenye hili dubwasha. Tafadhali sana. Nabii akalitoa koti lake katika mwili wake na kulining'iniza kwenye kiti. Akalegeza tai yake shingoni mwake na kufungua vishikizo vya shati. The battle lines have been drawn Leila. Akazipiga hatua kumsogelea. Akaunyanyua mkono wake na kisha kuweka juu ya kichwa cha Leila, lakini akauondoa haraka mkono wake mara baada ya kuhisi shoti kama ya umeme ilikuwa na urarua mkono wake huo. Alibaki ameganda tu Nabii, na huko alikuwa anamtazama Leila kwa mshangao. Kuna kitu kingine tofauti na Leila ambacho alikuwa anakiona kutokea kwa Leila mwenyewe. Kuna kiumbe mwingine kutokea kwa Leila ambaye huyu alikuwa ameganda akimtazama tu Nabii huyo. Alijikwaa Nabii wakati akirudi nyuma kwa hofu kweli. Na kuamrisha, toka sasa kwa jina la Bwana. Ghafla sasa mfululizo wa sauti za cheko zikasikika ndani ya chumba hicho kidogo. Toka kwa jina la Bwana. Profeti alikuwa anazidi kuzungumzia vile kwa ufupi tu. Hayo ni maneno matupu tu Joakim. Hivi ni kweli wewe unamwamini huyo Mungu? Sauti ilizungumza vile kwa nguvu kwa kutumia lugha ambayo Nabii huyo Joakim alikuwa ameielewa. Wote Leila pamoja na Nabii Joakim walianza kutazama ni wapi sauti hiyo ilipokuwa imetokea, lakini hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa ameonekana katika chumba hicho kidogo zaidi ya wao wenyewe tu. Wakala wa shetani mkubwa, wewe uniogopi na kuamuru toka sasa katika mwili wa huyu binti. Nabii alikuwa anajaribu kuzungumza kwa kila njia, lakini kwa ndani kusema ukweli alikuwa ameanza kuogopa.
Hakuna haja ya kupambana na mimi, Nabii. Sitisha huo mpango wako wa kipuuzi na umwache malkia wangu aondoke hapa. Sauti iliyokuwa inatoka kwa kuogofya ilizungumza vile. Huyo sio malkia wako na wala hamilikiwe na wewe huyo. Na hawezi kuwa malkia wako hata siku moja. Joakim, kweli unataka kutumia nguvu zako ndogo kupambana na mimi kweli? Na mhudumia Bwana mwenye nguvu nyingi sana. Nguvu zako hazilingani hata kidogo na zake yeye. Ona sasa huwezi hata kusimama kwa uhuru. Miguu yako inatetemeka, bado nadhani unaweza kupambana na mimi kweli? Wewe ni wakala wa kuzimpotea kwa jina la Bwana. Hakuna mtu ambaye anaweza kuvitenganisha vitu ambavyo vimeunganishwa pamoja, Joakim. Mimi similikiwi na wewe. Haoni kwamba sikupendi kabisa mimi? Alizungumza vile Leila. Malkia wa kuzimu, mpenzi wa maisha yangu mimi. Hawezi kubadilisha lolote ambalo limeshaunganishwa. Kubali tu. Siwezi kabisa kuwa malkia wako mimi, wewe mshenzi. Ni bora ukaondoka sasa. Wewe ni wangu tu. Iliunguruma vile sauti ile kwa nguvu, na kisha alisababisha upepo mkali kuvuma ndani ya chumba hicho. Leila kajigadisha akiwa amesimama tu. Alikuwa anazidiwa na hofu ndani ya moyo wake. Kusema kweli, Baba, katika jina la Yesu Nabii Joakim alikuwa anaanza kuomba, lakini ghafla akasitisha maombi yake mara baada ya kuyapokea maumivu makali upande wa kushoto mwa sura yake. Mungu Baba, Mungu, alianza kupiga kelele vile Nabii Joakim. Unathubutu kupambana na mimi wewe? Sikuogopi. Sikuogopi. Sikuogopi kabisa. Alikuwa anazungumzia vile Nabii Joakim. Hakuwa tayari kabisa kukata tamaa mapema kama vile. Lakini ghafla chumba hicho chote kilitawaliwa na giza totoro sambamba na ubaridi wa kutosha. Ukimya ulitawala tu. Lakini kadri dakika zilivyokuwa zinazidi kwenda mbele, ndivyo pia Nabii Joakim pamoja na Leila walikuwa wakiangaza macho yao huko na kule. Macho yao yalikuwa yanazoea giza la ndani humo. Nabii aliyatoa macho yake yaliyokuwa na hofu. Macho yake hayo yalikuwa yamekiona kiumbe cheusi kilikuwa kimesimama kwenye pembe ya chumba hicho. Hakuwa na mwingine bali lilikuwa ni lile Dubwasha ambalo lilikuwa na mavazi meusi. Dubwasha likaganda tu, alikuwa linamtazama Nabii Joakim kabla ya kuanza kuzipiga hatua kumwelekea Leila. Leila moyo wake ulianza kudunda kwa kasi kweli kweli. Alikuwa anajaribu kupiga kelele, lakini sauti yake iligoma kabisa kutoka. Alibaki tu amesimama pale pale mpaka lile Dubwasha lilipomfikia pale ambapo alikuwa amesimama. Leila alianza kuhisi mtetemeko ulikuwa unapita nyuma kuelekea chini ya uti wake wa mgongo. Alijaribu sana kujirudisha nyuma, lakini hakuweza kabisa. Mwili uligoma kabisa kunyanyua hata hatua moja. Lile Dubwasha liliendelea tu kusimama mbele yake, na huko lilikuwa linamtazama tu kwa macho ambayo yalikuwa yanaonekana kwamba yalikuwa yanang'aa. Kama kawaida yake, aliendelea tu kuona urembo wa Leila kupitia macho yake. Akajikuta alikuwa anazipokea hisia za maumivu ya kukosa kuufanyia kazi urembo huo wa binti Leila, zaidi ya kutazama tu kwa macho. Dubwasha huyu akajirudisha nyuma sasa, na huko alikuwa anajiaminisha kwamba atamchukua tu Leila na kufanya naye kile ambacho alikuwa anataka muda sahihi utakapofika. Leila, lilizungumza vile hilo Dubwasha, na ukweli lilikuwa linatoa mkono wake na kumbembeleza katika uso wake. Malkia wa ngome yangu. Mguso wa vidole vyake katika uso wa Leila ulimsababisha Leila kupokea mongorumo wa hofu kwenye tumbo lake. Je, ni kitu gani kitaendelea? Karibu sana katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya 7 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Kimya Kizito. Tunahitaji kujua kama Nabii Joakim ameshindwa kazi ya kupambana na huyu kiumbe wa kuzimu ama namna gani. Sehemu ya 7 na kuendelea zitakuwa na majibu yote ambayo unajiuliza kwa sasa.